Na mtazamaji bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kupa update kuhusiana na kitu ambacho kimetokea kwa huyu bwana, si mwingine bali ni huyu bwana ni mdogo wake Vanessa Mdee. Anakwenda kwa jina la Mimi Maz, mmoja kati ya watu ambao watu wengi sana walikuwa wanamfahamu sana bwana. Alikuja kupata umaarufu wa hali ya juu baada ya kushiriki katika tamthilia ambayo inakwenda kwa jina la Jua Kali, ambayo inakuwa directed na Lamata, ambayo huwa inaruka DSTV. Kwa hiyo huyu bwana alipata nafasi ya kuigiza katika hiyo tamthilia, na kiukweli watu wengi sana walimpenda kutokana na character ambayo alikuwa anaicheza katika tamthilia hiyo. Lakini ukiachana na hayo yote ni kwamba Mimi Maz alikuwa pia anafahamika kama mtangazaji, then akawa msanii wa muziki, akadate na Mario, lakini baadaye ndo akawa mwigizaji katika tamthilia hiyo ya Jua Kali. Lakini pia vile kubwa zaidi tunamfahamu Mimi Maz akiwa kama ni mdogo wake Vanessa Mdee, yani V-Money. Lakini pia kuna mambo ambayo alikuja akaibuka kumuhusu Mimi Maz. Mimi Maz bwana, kuna kipindi alipata ajali na alikuwa anaumwa na aliumia sana maeneo ya kichwa, na mambo yakawa kidogo tofauti, na ikapelekea hata yeye pia Mimi Maz kuacha kufanya kazi pale katika tamthilia hiyo ya Jua Kali, na akawa replaced na Lulu au Elizabeth Michael, na hiyo ni kutokana na sababu zake za kiafya, kwamba alikuwa hayuko katika hali nzuri. So tokea hayo yote yatokee ni kwamba Mimi Maz kidogo akapotea kwenye spotlight, yani watu wengi sana wakawa kidogo hawamuoni mara kwa mara, kwa sababu alikuwa ameshaacha, alikuwa hajihusishi sana na mambo ya muziki, lakini pia vile mambo ya utangazaji alishaachaga kitambo, na kwenye upande wa kuigizaji ndo kama hivyo alikuwa na matatizo hayo ambayo aliyapata, ikaspelekea yeye kuacha kufanya kazi ya kuigiza katika tamthilia hiyo ya Jua Kali. Kwa hiyo sasa hivi bwana ni kwamba Mimi Maz akawa amepotea, lakini hivi karibuni ni kwamba jana kuna video imesambaa ikiwa inamuonyesha, lakini jinsi ambavyo afya yake ilivyo imeibua maswali, imeibua taharuki kidogo kwa namna moja au nyingine, au tunaweza kusema kwamba imewatisha au kuwashangaza wadau wengi sana huko mitandaoni kutokana na muonekano wake jinsi ulivyo, wengi wakiwa wako concerned, wakiwa wanahisi kwamba labda Mimi Maz bwana anapitia wakati mgumu kiafya, amedhoofika na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo mdogo wake Vanessa au ex wa Mario, Mimi Maz amekuwa akitrend sana tokea siku ya jana mpaka leo hii, baada ya video yake aliyoiposti kupitia ukurasa wake wa Instagram kwenda viral kutokana na jinsi ambavyo alivyo lose weight au alivyopungua kwa namna moja au nyingine. Page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo situation. Hapa bwana ni kwamba kuna page hapa imekuja imeandika kwamba bwana, bado kidogo tu nisimtambue kama ni yeye, hakika amepungua mwili hadi sura, sijajua ni nini ambacho kinachomsibu binti. Peji nyingine hii hapa na yenyewe pia amekuja ameandika kwamba bwana, kiukweli kumtetea Mimi Maz ni ngumu sana kwa sasa, kwani amepungua, hatujajua ni nini ambacho kinachomsumbua. Peji nyingine hii hapa ameandika kwamba Mimi Maz diet imekubali bwana, si mnaona wenyewe alipopungua alafu akamalizia kusema kwamba amekuwa kama mtoto wa form 2B, msumari uendelee na diet au aishie hapo hapo. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo issue ya Mimi Maz, video yake kusambaa mtandaoni akiwa amepungua. Sasa kitu ambacho tumekuja kukiona bwana ni kwamba wadau mbalimbali kama kawaida wamejitokeza kuja kuuliza kwamba exactly nini ambacho kimemkuta. Kwa hiyo kumekuwa na maoni mbalimbali kuhusiana na afya au muonekano huu hapa mpya kabisa wa Mimi Maz.
So huyu hapa, kuna mtu hapa amesema kwa bwana, ni nani huyu, ama ndiye anayebandika mabango, ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana, kama amekuwa mdogo mdogo hadi raha, kikubwa ni uzima tu. Kwa mtu mwingine amesema bwana, amekonda kuliko okay. Kuna mdau mwingine hapa amekuja na pia amecomment, ameandika kwamba binti anaonekana atakuwa anaumwa, maana macho tu yanaonyesha, ila anajifariji kama amepungua kisa mazoezi. Sema mwili na nyama zina umuhimu wake. Kwanza kabisa, ukikonda sana upendezi. In short ni kwamba uso unakomaa. Haya mambo tuwaachie wazungu. Kuna mwingine hapa amesema kwamba bwana, binti atakuwa labda ana stress. Hiyo inaonyesha kwamba ikawa ni kweli, maana sio kwa kupungua huko. Kuna mtu amecomment hivyo. Mtu anasema bwana, mwili sio wake jamani, hebu mwacheni huyu binti. Mtu anasema bwana, nachoka mimi hapa, hebu tuone nini yeye mwenyewe azungumze, nini kilichomkuta, amekuwa kama rango. Mwingine amesema kwamba bwana, ifike hatua tujifunze kuheshimu watu. Unamposti mtu ili asemwe, this is not fair. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mwingine amesema kwamba bwana, huyu atakuwa labda amepata nafasi ya kuigiza huko nje, sasa ameambiwa apunguze mwili. Nyinyi bado hapa Tanzania mmebaki na vitimbi vyenu kama binti Msumi. Yani hapa bwana, ni kwamba kuna watu wanahisi kwamba huenda labda Mimi Maz amepata nafasi ya kwenda kufanya movie huko nje, kwa hiyo basi imebidi apungue kwa lengo hilo tu la kwenda kucheza hiyo character. Lakini kibongo bongo bwana, watu wanaanza kuhisi labda ana stress, ana mawazo, anaumwa na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kila mtu amekuja kuweka maoni yake bwana kuhusiana na hili swala la Mimi Maz kupungua uzito au kupungua mwili ghafla kiasi hiki. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.